lishe safi, maonesho safi. Singida hoye! Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Singida, mwakilishi wa Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo, viongozi wote mlioko huko, nitambue kwa namna ya kipekee viongozi wa mashirika yetu ambayo yameungana nasi kwenye hii siku ya leo. Shirika la Chakula na Kilimo Duniani, lakini pia Mpango wa Chakula Duniani na shirika la fedha tuite IFAD. Tunawashukuru sana kwa kushirikiana pamoja na sisi, lakini tuwashukuru viongozi wote mlioko hapa, wananchi wote na vikundi vyetu ambavyo vimetupa hamasa siku ya leo, wote mnaoshiriki maonesho. Habari za jioni. Na mimi niseme nimefurahi sana kufika tena Singida. Huwa nakuja huku mara nyingi, kwa hiyo mimi ni mwana Singida, lakini pia nimepewa heshima. Unajua haya makundi matatu yaliyokuja hapa, kila mahali nimepewa heshima yake. Wote wangeamua hapa kusema heshima nilizopewa huko kwao, ingekuwa tusingemaliza. Lakini nianze kuwashukuru sana ndugu zangu wa Singida kwa heshima kubwa sana ambayo walinipa huko nyuma. Leo walikuwa wanaimba tu hapa ya kuniita Liti, na mkoa amezungumza hapa kuhusu hilo jina, lakini hata wao wameimba. Kwa hiyo ninawashukuru sana ndugu zangu wana Singida kwa kuniona mimi ni ndugu yenu, lakini pia kwa kuwa tayari kunipokea kila ninapokuja, na mnanipokea kwa heshima sana. Asante sana. Kwa hiyo hapa Singida mna majina mawili. Moja naitwa Liti, ambayo ndo kubwa sana, ndio inabidi nianze kulitaja hilo. Maana kama mlivyosikia, Liti alifukuza wakoloni kwa nyuki. Kwa hiyo huku Singida na nchi nzima, Liti ni mwanamke shujaa ambaye alifukuza wakoloni kwa nyuki. Baadaye wakamtafuta wakamuua kwa hila, lakini kama wangemwacha, yeye alikuwa hana haja ya majeshi wala kitu gani. Jeshi la mtu mmoja, nyuki wanakutana nao huko wenyewe wanakimbia. Kwa hiyo asanteni sana Singida. Jina la pili naitwa Nzitu. Kwa hiyo hilo nalo nilipewa huku Singida. Kwa hiyo Singida na majina mengi. Mwanza nalo moja. Mwanza ama Sukumalendi nalo moja, naitwa Sola Nyiwa. Hata watu watauliza maana yake hawajui. Wale watakaoshika nyoka ndo anapewa maana ya hilo jina. Lakini kwa urahisi maana yake aliyeteuliwa kati ya watu wengi. Kwa hiyo nawashukuru sana Wasukuma wenzangu kwa jina zuri. Upande wa wenzangu kutoka Mbeya hoye! Kule Mbeya naitwa Mbozio. Mbozio maana yake dawa. Kwa hiyo kule nako nilipewa jina na machifu. Nawashukuru sana. Na majina mengi nikitaja hapa siwezi kumaliza. Lakini nawashukuru sana ndugu zangu, asanteni kwa kuja kwa wingi. Nieleze tu kidogo kuhusu uhusiano wa hizi ngoma tulizoziona hapa. Na hii ni wiki ambayo tunazungumzia chakula, lakini si tu chakula cha kujaza tumbo, chakula bora kwa maana ya lishe. Tumbo lijae, lakini pia mwili upate virutubisho. Na leo mmeshuhudia wengi wenu hapa mmepata fursa ya kula vyakula ambavyo ngoma hizi maeneo wanayotoka wamekuja navyo, ili kuonesha kwamba tunapozungumzia utamaduni wetu tunazungumzia ngoma, vyakula na shughuli zote tunazozifanya. Amezungumza hapa mkuu wa mkoa kuhusu uhusiano wa haya tunayoyafanya na kilimo. Huwezi kusema kuna chakula cha jadi ama cha kiasili kama hukulima, maana hicho chakula kinalimwa. Kwa hivyo wote hapa tunategemeana, na sote tunaweza kufanya kila mmoja wetu akawa na afya bora. Afya bora, mkuu wa mkoa kuna jambo moja hajalizungumza. Kuna sehemu pale kuna banda la kupima, lakini kuna watu kidogo wanaweza akatishwa. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwa sababu mimi ndio mgeni rasmi na nimepima, niwatie moyo mkapime.
ili tujue afya zetu vizuri na tushauriwe vizuri chakula ambacho kinaweza kutusaidia aidha kuongeza kidogo uzito au kupunguza uzito kama umezidi sana. Lishe hoye! Lishe safi! Kwa namna hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru sana Shirika la Kilimo na Chakula la Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na Tulia Trust katika kuhakikisha tamasha hili ama zoezi hili la wiki zima na tunahitimisha kesho, tunaweza kuingiza hapo na vyakula vyetu vya asili ili tuone kule ambapo vyakula vyetu vya kisasa havijafika, wale watu tunawezaje kuboresha lishe yao, kuboresha chakula chao. Na namna ya kufanya hivyo ni kwa kutumia vile vyakula wanavyofahamu namna ya kuvitengeneza, ili kwa kutumia vile basi tuweze kuwashauri vizuri. Ninyi ni mashahidi, chakula kwa mimi nimejaribu kila chakula kilichoko pale na hapa nimeshiba, labda ndio maana naongea kwa staili fulani hivi. Kwa hiyo nimeshiba, lakini naamini hata wengine mmeshiriki na kuona. Sasa pale kulikuwa na chakula, natoa kwa mfano. Kulikuwa na chakula ambacho kimechanganywa viazi vitamu pamoja na maharage. Sio kwamba nakipendelea kwa sababu kinatoka Mbeya, hapana. Ni kwa sababu katika mabanda niliyotembelea ningefurahi kuona namna ambavyo kile kikundi ambacho kimetoka Mbeya na hivyo vyakula wangeweza kushauriwa na wenzetu watari ili viazi vinavyotumika kwenye kile chakula cha asili viwe ni viazi lishe. Alafu maharage yaliyotumika kwenye kile chakula yawe ni maharage yenye lishe. Kwa hiyo kwa namna hiyo mtu atatengeneza chakula ambacho ni cha kiasili, lakini vile vitu alivyotumia ni vitu ambavyo vimesheheni lishe, na kwa hivyo vitaondoa utapiamlo lakini pia udumavu. Kwa hivyo naamini katika hizi siku mbili, kwa maana ya leo na kesho, tutapata fursa ya kubadilishana huu ujuzi ili yumkini mwakani tutakapokutana. Na namshukuru sana mkurugenzi wetu mkuu wa Shirika la Chakula na Kilimo duniani ambao ameahidi kwamba tutaendelea kushirikiana, na sisi tuko tayari kufanya hivyo. Na mwaka huu tumeweza kuleta tuseme hivyo vikundi kutoka mikoa mitatu: mkoa wa Mbeya kwa uwakilishi, Mwanza kwa maana ya kanda ya Ziwa, lakini pia kutoka hapa Singida. Lakini kwa sababu mwakani tutakuwa tumejipanga zaidi, pengine tutashirikisha mikoa mingi zaidi. Lakini mikoa hii ambayo imeshiriki, watakapotoka hapa watoke na hii elimu kwamba mwakani tutakapopeleka vyakula, basi chakula kile tunachotengeneza cha kuchanganya, tuchanganye vitu ambavyo tulijifunza Singida kwamba tukichanganya hiki na hiki lishe inakuwa bora zaidi. Tunatamani tuone tukiboresha mambo haya. Hata mimi nilikuwa nazungumza hapa nyuma vile viazi lishe, kusema ule ukweli kule kwetu sijaviona. Kule kwetu Mbeya sijaviona. Au wenzangu mmeviona? Vile vya njano mmeviona kule kweli? Hamna sawa jamani, kule kwetu hamna. Ndio maana sisi tunatumia vile vitamu vyeupe. Tuleteni hivi vya njano na sisi kule tujifunze namna ya kwenda sambamba kwenye hili swala la lishe, hasa ukizingatia mikoa ya nyanda za juu kusini inaongoza kwa uzalishaji wa chakula, lakini pia inaongoza kwa udumavu. Sasa udumavu madhara yake yanaenda mbali sana kuliko kuona tu mtu kama ni mfupi. Na wafupi jamani mtanisamehe, sio kwa sababu ni mrefu, lakini wako watu warefu ambao pia wamedumaa, wapo. Sio kwamba ufupi hauna uhusiano na udumavu, lakini mtu anaweza akafikiri vile ambavyo mtu labda amekuwa kwa staili fulani basi huyo ndio kadumaa. Udumavu unaenda mbali kwa sababu mtu ana madhara yake huwezi kuyaona kwa namna mtu anavyoonekana. Sasa ukiangalia kama vizazi vyetu, watoto ambao ni wadogo leo wakawa na utapiamlo, baadaye wanakuwa ndo hao wadumavu, alafu baadaye
tunawategemea wengine waje kuwa viongozi, wengine wa kuchaguliwa, wengine wa kuteuliwa. Sasa ukiwa na kiongozi ambaye ana udumavu inakuwaje? Maana yake mambo mengi inamchukua muda sana kuelewa kuliko yule ambaye tungekuwa tumekula vizuri lishe kama ambayo tunajifunza hapa. Kwa hiyo mtusaidie wenzetu ambao ni wataalamu, tuanze na huu wakilishi ambao tumeupata safari hii kuzungumza nao hawa waliotoka kwenye hii mikoa. Nimeona pia mkoa wa Mwanza kuna chakula wamepika pilau na choroko. Nadhani ni choroko zile, sio? Sasa huenda kuna choroko ambazo ni za aina tofauti zenye lishe zaidi. Kwa hiyo pengine mtaangalia huo utaratibu, ama pilau ikapikwa na maharage ambayo ni bora zaidi. Kwa hiyo tunatamani tuone hayo mabadiliko ambayo kadri tunavyoendelea kufanya hivi, vikundi vyetu viko tayari kwa ajili ya kuhamasisha jamii, maana ngoma zinaangaliwa na kila mtu, na hapa ninyi ni mashahidi. Ukiacha mheshimiwa mkuu wa mkoa na mkurugenzi wa shirika la chakula na kilimo walipokimbia kile kikundi cha nyoka, lakini vikundi vingine walikuwa navyo kwa karibu. Maana yake watu wa maeneo mbalimbali wanapenda ngoma, na tukitumia fursa ya ngoma kuhamasisha lishe itakuwa bora zaidi kuliko kusimama jukwani. Watu wengi ukishaongea muda mrefu sana tayari network inakata, mtu asikilizi tena. Lakini akizungumza yule mwenye ngoma atakuwa akicheza pale na anamsikiliza anachosema. Kwa hiyo vikundi hivi ni wahakikishie washirika wote ambao mko tayari, si wao peke yao. Tunavyo vikundi vingi na vyote viko tayari kwa ajili ya hizo kazi, na tunavyo kila mkoa kimsingi. Na sio tu kila mkoa, kuna mikoa mingine tunavyo hadi wilayani. Kwa hiyo tuko tayari kushirikiana na nyie kuhamasisha lishe ili tupunguze ama tuondoe kabisa tatizo la utapiamlo, lakini pia tuondoe udumavu katika taifa letu ili kila mmoja wetu awe na afya ambayo anaipata kwa lishe bora. Lakini naamini kwamba katika hizi siku ambazo zote mmekuwa hapa, mmepata fursa ya kuongea na Wanasingida ambao kwa upande wa utapiamlo kidogo takwimu zinaonyesha wako juu, lakini kwa upande wa udumavu ni maeneo mengine, na hizi takwimu ni za kawaida kabisa na ni lazima sisi tuzifahamu ili tuweze kuzifanyia kazi. Kwa kikundi chetu hapo cha Mbalamwezi mna kazi ya ziada zaidi kuhamasisha wenzetu kwenye jamii ili tuweze kuondokana na hili tatizo la utapiamlo, na ninyi mnaweza kufanya vizuri zaidi kwa sababu mtakuwa mnasisitiza kutumia vyakula vya asili, na kama ambavyo mheshimiwa mkuu wa mkoa amependekeza, hata matunda ni matunda ya asili, kwa hiyo yaitwe matunda lishe badala ya matunda pori. Na wenzetu watari pengine muangalie sasa, japokuwa hiyo juisi mimi mwenyewe sijapewa, naona itakuwa imeandikwa mkuu wa mkoa labda. Lakini muangalie hata hayo matunda ambayo pengine kwa sasa hayalimwi lakini watu wanayapenda zaidi, ni kuendelea kufanya utafiti ili hayo matunda sasa yaanze kulimwa na yapatikane kirahisi, badala ya watu mpaka kwenda porini kuyatafuta na mambo kama hayo mpaka yanaanza kuitwa matunda pori. Si ndio jamani? Kwa nawashukuru sana. Nimalizie kwa kuwashukuru sana wenzetu wa Mbalamwezi kwa jambo ambalo sijui kama watu wote wameliona, lakini ni vizuri kuliona kwa sababu sisi sote ni sehemu ya jamii. Niwapongeze sana kwa kuwaweka wenzetu wenye ualbino kuwa sehemu ya kikundi hiki. Inawezekana wote mmeona, lakini pengine mwingine ameona ni kitu cha kawaida. Ni jambo zuri sana kwa sababu hiyo inaonyesha sisi kama jamii kwanza wote tuko sawa na tunaweza sote kucheza ngoma pamoja. Sisi ni kama watu wengine. Kwa hiyo mtu mwingine asitutazame sisi kama tuko tofauti. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana Mbalamwezi kwa kuona umuhimu wa jambo hilo. Na sio mtu mmoja tu, wako wengi ambao wamewaweka kwenye hili kundi. Niwapongeze sana sana, nimefurahi sana jambo hilo. Lakini lingine nililojifunza, kwa sababu natoka Mbeya,
kile kikundi kinaitwa Babaton, pale sio kikundi kimoja kile. Ni makundi mbalimbali wameungana pamoja kwa safari ya kuja Singida. Kwa sababu mimi nawafahamu. Kwa hiyo yale ni makundi kama matatu hivi au manne wamechukuana hivi, wakaona sisi ngoja tuungane twende wote huko, pengine kuna jambo tutajifunza, kila mtu atapeleka kwenye kundi lake. Kwa na nyinyi wapongeze sana kwa ushirikiano wenu. Maana wakati mwingine kundi moja likipata taarifa linabania wengizie. Kwa hiyo ni vizuri sana, mimi ninawapongeza. Lakini pia niwashukuru sana ndugu zangu wa Bujora, hawa tumetoka mbali. Kwa kweli tupungiane mkono kidogo. Kuna baadhi ya sura sizione, lakini mmekuja kwa uwakilishi, na washukuru sana. Asanteni kwa utayari, maana nyinyi hata mkipigiwa simu usiku, asubuhi mnaanza safari. Shukrani sana. Baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana kwa kunisikiliza. Naamini tutapata fursa ya kuendelea kujifunza na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Umesema matukio mengi yaje huku. Kwa upande wa hawa tutaendelea kuwashauri. Haya mashirika tutaendelea kuyashauri, maana sasa uwanja wa Bombardia haulipiwi, hauombewi, unapiga tu simu kwa Mkuu wa Mkoa. Na ukija sana huku tunaweza tukaamua kuuita uwanja FAO kwa mwaka mmoja. Kwa sababu ni uwanja ambao jina liko wazi. Kwa hiyo hata sisi kama Tulia Trust kwa sababu na sisi tunafukuzia katika ile kubadilika majina, huenda na sisi tukawemo, inabidi tutafute tukio ambalo tutakuja kulifanyia Singida. Alafu pengine mwaka huo tutapewa heshima hiyo. Pengine itaitwa Tulia Trust Mbalamwezi. Haya, asanteni sana.